Ikulu ya White House imethibitisha kwamba mwandishi wa habari alipokea mwaliko bila kukusudia ili aweze kujiunga kwenye kundi la kimtandao lililowajumuisha maafisa wakuu wa Marekani waliokuwa wakijadili mipango ya mashambulizi dhidi ya kundi la Houthi. Mwandishi huyo na mhariri mkuu wa Atlantic Jeffrey Goldberg anasema alipokea mwaliko huo ukimtaka kujiunga katika kundi hilo kutoka kwenye akaunti ya mshauri wa masuala ya usalama wa taifa hilo ya ikulu ya White House Michael Waltz. Mfuatiliaji wa vita nchini Sudan amelishutumu jeshi kwa kuua mamia ya watu katika shambulio la anga kwenye soko katika jimbo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Kundi la wanasheria wa dharura ambalo linaorodhesha dhuluma za pande zote mbili katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan vilivyozuka Aprili 2023 limesema shambulio la bomu katika soko la Tora ni mauaji ya kutisha ambayo pia yamesababisha mamia ya watu kujeruhiwa. Baadhi ya video zilizotumwa kwenye mitandao ya kijamii na jeshi la RSF linalodhibiti sehemu kubwa ya Darfur zilionyesha moshi ukifuka kwenye magofu ya majengo na maduka ya soko, huku miili ikiungua kwa moto kiasi cha kutotambulika. Msemaji wa jeshi la Sudan amekanusha kuwalenga raia, akisema walishambulia tu maeneo ambayo wapo wanaolengwa. Bunge la Israel limeidhinisha bajeti ya serikali iliyocheleweshwa kwa muda mrefu, ambapo kupitishwa kwake sasa kunampatia unafuu waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kama bajeti hiyo isingepitishwa hadi kufikia mwishoni mwa mwezi huu, kungesababisha uchaguzi wa haraka wa serikali. Bajeti hiyo ya dola bilioni 170 ndicho kiwango kikubwa zaidi katika historia ya Israel, huku ikiwa na ongezeko kubwa la matumizi ya ulinzi na kupunguza matumizi mengine. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Baada ya usiku wa 6 wa maandamano mjini Istanbul, Uturuki, chama kikuu cha upinzani nchini humo cha CHP kimesema mkutano huo uliopangwa kufanyika baadaye hii leo siku ya Jumanne utakuwa wa mwisho katika ukumbi wa jiji hilo kwa sasa, bila kusema hatua zitakazofuata zitakuwaje. Mwanaume huyu Mustafa amekuwa akishiriki katika maandamano huko Istanbul kwa siku chache zilizopita. We are not accepting this. Hatutakubali dhulma hii. Tunataka demokrasia na tunataka marafiki zetu warudi, kwa sababu Imamoglu sio pekee aliyepo kifungoni hivi sasa. Tuna waandishi wa habari ndani, tuna wafanyakazi wa manispaa, tuna wanafunzi, marafiki, watoto wanaowekwa kizuizini, na pia tunakabiliwa na msururu mikali ya polisi. Authoritarian populist regime. Na vyombo vya habari nchini Ufaransa vimearifu kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee mjini Paris. Viongozi hao wawili watafanya mazungumzo kabla ya marudio ya mikutano kama sehemu ya muungano wa walio tayari unaotarajiwa kufanyika siku ya Alhamis. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Leonard Mubali. Unaweza kuyasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na magharibi mwa Kenya. Matangazo haya yanasikika kupitia West FM, Tanzania Radio 5 na Radio Free Africa, na kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com, ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Hivi leo uko na Regina Mziwanda pamoja naye Martha Saranga hapa Dar es Salaam. Naam, karibu Martha. Asante Regina. Ikulu ya Marekani maarufu kama White House imethibitisha kwamba mwandishi wa habari alijumuishwa bila kukusudia kwenye kundi sogozi katika mtandao wa kijamii lililojumuisha maafisa wakuu wa Marekani waliokuwa wakijadili mipango ya mashambulizi dhidi ya kundi la Houthi. Mhariri mkuu wa Atlantic Jeffrey Goldberg anasema alipokea mwaliko kwa ujumbe wa maandishi ukimtaka kujiunga na kundi hilo kutoka kwenye akaunti yenye mwaliko ya mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa White House Michael Waltz. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Maafisa hao wa Marekani walikuwa wakijadiliana kuhusu Ulaya kulipia ulinzi wa Marekani kwenye njia kuu za meli, huku makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance akisema anachukia kuidhamini Ulaya tena, huku akaunti inayoonekana kuwa ya waziri wa ulinzi Pete Hegseth akilielezea bara hilo la Ulaya kuwa ni kama jambo la kusikitisha.
Hegseth ambaye anadaiwa kushiriki katika maelezo ya mashambulizi ya kijeshi yaliyopangwa katika kundi la mazungumzo, anawaambia waandishi wa habari kuwa hakuna mtu aliyekuwa akituma ujumbe wa mipango ya vita. Kumekuwa na hali ya hasira baada ya kufichuliwa wazi kwamba mwandishi wa habari maarufu wa Marekani ameongezwa kwa bahati mbaya kwenye kundi hilo la majadiliano la ujumbe katika mtandao huo uliokuwa ukijadili habari za siri za kijeshi. Kiongozi wa wachache katika bunge la Senate kupitia chama cha Democratic, Chuck Schumer, amedai kufanyika uchunguzi, akisema ni wazi maafisa katika utawala wa Trump hawakuwa makini. Nicole Ambrose, mwanachama wa chama cha Republican katika jimbo la Maryland, amelaumu uanzishwaji wa mfumo wa usalama wa kitaifa ulioachwa na utawala uliopita. Utawala wa Trump uliachwa, lakini miaka minne hii kuhusiana na miundombinu ya usalama ya kitaifa lazima ifanyiwe marekebisho. Kwa hiyo sishangai kwangu kuona kwamba kuna maafisa ambao wamechaguliwa tu hivi karibuni, lakini wamekuwa wakiangalia mambo mengine tu bila ya kuzingatia hali halisi ilivyo. Haya ni mambo ambayo hayajawahi kutokea hapo awali. Wanadhani hiyo ndio njia ya kuweza kuwasilisha habari fulani. Hakika ni wazi hakuna mtu ambaye angetamani hali hii itokee. Mwandishi wa habari maarufu wa Marekani aliongezwa kwa bahati mbaya kwenye kikundi cha ujumbe cha kibinafsi kinachojadili habari za siri za kijeshi. Mhariri mkuu wa jarida la The Atlantic alifichua kuwa aliona taarifa kuhusu mashambulizi ya Marekani dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth. Akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari baada ya kutua katika bandari ya pamoja ya Pearl Hickam huko Hawaii, Bwana Hegseth ameanzisha mashambulizi makali dhidi ya Bwana Goldenberg. Unazungumza juu ya mtu anayeitwa mwandishi wa habari mdanganyifu na aliyedharauliwa sana, ambaye amekuwa na taaluma ya kukanyaga mara kwa mara ili kujumuisha sijui udanganyifu wa Urusi au watu wazuri wa pande zote mbili au wanyonyaji na walioshindwa kwa uongo huu. Ningependa kutoa maoni yangu juu ya kampeni ya Houthi. Kwa sababu ya ustadi na ujasiri wa askari wetu, itaanzisha tena kizuizi. Tutafungua uhuru wa usambazaji na hatimaye tutawaangamiza Wahouthi, ambayo hasa ndio tunayofanya tunapozungumza tangu mwanzo kwa wingi sana. Which is exactly what we're doing as we speak from the beginning, overwhelmingly. Rais Trump amesema hajui lolote kuhusu ukiukaji huo, lakini ikulu ya White House imesema ina imani kubwa na timu yake ya usalama wa taifa. Kiongozi wa Senate kutoka chama cha Democratic, Chuck Schumer, ameliita tukio hilo kama ukiukwaji wa kushangaza wa ujasusi wa kijeshi. Leonard Mubali, BBC. Naam, shukran Leonard Mubali. Hey, jambo hilo unajikuta kwenye grupu ghafla. Kujisemea Mubali ile pa umo. Katika sio kuwemo, no, yakuta mle ndani unayapeleka wapi? Ndio ushajikuta sasa uko katikati ya dimbwi, alafu wewe unaongea hiki, wewe unaongea hiki, alafu vitu vyenyewe ukiangalia kichwa kinakuwa kizito, nywele zinasisimka, unaona mtume itakuwaje, lakini ndio umo, alafu baadaye unashtuka kwamba umo kuna mtu ambaye siye. Toba. Naam. Kwingineko ulimwenguni, wafuatiliaji wa vita nchini Sudani wanaarifu kwamba takriban watu 400 wamefariki dunia katika shambulio baya la anga katika soko lililojaa watu huko Darfur kaskazini mwa Sudan. Ndege ya jeshi la Sudani imeshutumiwa kwa kuhusika na shambulio hilo ambalo limetajwa kuwa ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi ya angani katika vita hivyo. Kufuatia hali hiyo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Ashley Lime kutoka Nairobi kutaka kufahamu tunachokijua mpaka sasa kuhusiana na shambulizi la mjini Darfur nchini Sudan. Hadi sasa tunafahamu kwamba kuna kikundi kinachojulikana kama Darfur Initiative for Justice and Peace ambacho kinadai kwamba watu takriban 400 wamepoteza maisha yao kupitia shambulizi la hewani katika soko kubwa linalojulikana kama Tora huko Darfur kaskazini mwa Sudan. Kundi hilo linadai jeshi la Sudan lilitumia ndege katika shambulizi na ni shambulizi baya sana tangu vita vianze huko. Na pia kuna kikundi kingine pia kinajiita Emergency Lawyers Network, pia linasema kwamba haya ni mauaji ya halaiki na ni ya kusikitisha na kushtua sana. Na pia linalaumu jeshi la Sudan na kwamba miili ya watu yameungua hata pasipo kutambulika. Na pia kuna hilo kundi la Darfur linasema kwamba kuna video ambazo zinaonyesha
jinsi watu wamejeruhiwa ni jambo la kusikitisha sana. Unaweza ukatueleza kwamba nini hasa kiini cha mashambulizi haya ya sasa, na vile vile jana tumetambua kwamba kulikuwa na mashambulizi mengine? Kiini cha mashambulizi haya haswa hayajulikani, lakini miaka miwili iliyopita tunajua kwamba kumekuwa na vita kati ya jeshi la Sudan na kundi hiki ambacho kinajiita Rapid Support Forces, kwa sababu kila saa wamekuwa wakilaumiana kwamba ni huyu mwingine ndio ameshambulia wananchi, huyu mwingine anasema pia ni hawa wengine wanashambulia nchi. So kwa hivyo haijulikani haswa kiini ni nini. Naam, Ashley, mamlaka zimesema lolote mpaka sasa? Tunaona jeshi limekana kuhusika na kundi la RSF nalo limekanusha kuhusika na mashambulizi haya. Je, mzigo wa lawama wanarushiwa kina nani hasa kuhusika na tukio hili? Msemaji wa jeshi anasema kwamba madai hayo kwamba wametekeleza mashambulizi hayo si ya kweli na kwamba hawawezi kufanya mashambulizi kwa raia kwa namna hiyo. Kwa hivyo wanasema shambulizi hilo lilitekelezwa na Rapid Support Forces. Kwa hivyo jeshi linadai kwamba au RSF ndio hufanya shambulizi la leo na hata pia kufanya mashambulizi katika msikiti na kuua na kuwajeruhi waumini. Kwa hivyo ni kwamba wanatupiana lawama. Alafu pia sijasikia bado kutoka kwa msemaji wa makundi yenye silaha kuhusu tukio hili, na ninaona ni kwamba itabidi tumengoja tusikie ni nini watasema baadaye. Kwa sasa hali ikoje nchini Sudani, hasa eneo la Darfur kwenyewe kulikotokea tukio hili? Idadi ya watu waliokufa tumeisikia, lakini majeruhi na hali ikoje? Hali ni tete sana katika eneo la Darfur ambao watu wengi wamejeruhiwa, wengine wamepoteza maisha yao. Ni kwamba hata wenyeji wanajaribu tu kurudisha maisha yao kuwa katika hali ile ya awali, na pia wale ambao wamepoteza watu wao ni kujaribu pia kupanga venye watawapa buriani, na wengine pia wanajaribu watu wao ambao wamejeruhiwa wapate matibabu kutoka na mashambulizi haya. Mwandishi wa BBC Ashley Lime kutoka Nairobi anahitimisha mazungumzo nami, ingawa msemaji wa jeshi nchini Sudan amekanusha kuhusika kwa jeshi kushambulia maeneo ya raia, na hivyo vikosi vya RSF vimepeleka ndege zisizo na rubani huko Darfur, lakini jeshi lina ndege za kivita na mara kwa mara hushambulia ngome za RSF kote waliko. Pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana mara kwa mara kwa kushambulia maeneo ya raia kiholela. Na unaweza kutembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi, kwani hapa unaelezwa namna gani unavyoweza kusafisha miguu yako kutokana na mamilioni ya bakteria wanaoishi katika miguu hiyo. Je, utaiosha mara ngapi? Tembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi. Lakini yuko mama Alice Guo, huyu ni meya kipenzi cha watu hadi mshukiwa wa utapeli wa ujasusi huko nchini China. Imekuwaje? Lakini tembelea tovuti hii, na hii ni BBC. Naam, nianze na mechi za kufuzu kombe la dunia mwakani. Thomas Partey na Mohamed Kudus waliimarisha kampeni ya Black Stars ya Ghana kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, huku pia Ivory Coast ikishinda na kurejea kileleni mwa kundi lao la 6. Zaidi na Skola Kisanga. Mabingwa mara 4 wa bara Black Stars walishindwa kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika litakalochezwa baadaye mwaka huu, lakini wana pointi 5 mbele ya Madagascar iliyoko nafasi ya pili katika kundi la 9 kufuatia ushindi wa bao 3-0 ugenini dhidi ya wenyeji wa kisiwa hicho Mali. Walikuwa viongozi wa kundi hilo walitoka sare tasa ugenini dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. The Eagles yani Mali wako nafasi ya 3, pointi 6 nyuma ya Ghana, huku zikisalia raundi 4 za mechi 10. Kwa upande mwingine Ivory Coast walisonga kileleni mwa kundi la 6, pointi 1 mbele ya Gabon, kwani bao la kichwa cha Sebastian Hiller katika kipindi cha kwanza kabisa ilitosha kabisa kusuluhisha pambano lao nyumbani dhidi ya Gambia. Kampeni mbaya ya Ghana ya kufuzu AFCON mwishoni mwa mwaka jana ina maana kwamba watakosa ushiriki wa michuano hiyo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2004, lakini Afrika Magharibi wapo katika nafasi nzuri ya kushiriki mfululizo kwenye nafasi za kombe la dunia. Matokeo ya mechi nyingine zilizochezwa jana usiku ni kama hivi: Guinea Bissau 1, Burkina Faso 2, Ethiopia 6, Djibouti ikafunga goli 1, Namibia ikatoka sare ya goli 1-1 na Equatorial Guinea. Liberia ikaifunga Sao Tome and Principe goli 2-1. Tunisia 2, Malawi 0. Mali na Afrika ya Kati zikatoka nunge kwa nunge bila kufungana. Barabara kabisa, shukran sana Skola. Leo zinapigwa mechi kadhaa zikiwemo zinazohusisha timu za ukanda wa Afrika Mashariki. Punde sipunde Rwanda, timu ya Mavubi itakuwa uwanjani ya Mahoro kumenyana na Lesotho katika kundi la 3 linaloongozwa na Bafana ya Afrika
Afrika Kusini ambayo ina alama 10 na inasafiri kuikabili Benin inayoshika nafasi ya pili na alama 8, ikifuatiwa na Rwanda iliyo na alama 7 katika nafasi ya 4. Timu ya taifa ya Uganda The Cranes inateremka uwanjani kuchuana na Guinea katika kundi la 7. Uganda ipo nafasi ya 5 ikiwa na alama 6, huku Guinea ikiwa kwenye nafasi ya 3 na alama 7. Burundi inhamba Murugamba katika kundi la 6 inaialika Ushelisheli, na Tanzania ina kibarua dhidi ya Morocco inayoongoza kundi la 5 na alama 12. Taifa Stars ni ya 3 na alama 6 sawa na Niger iliyo mbele kutokana na akiba ya mabao. Naam, nikisonga mbele barani Ulaya, fidia ya kocha mkuu wa Marekani Mauricio Pochettino ina maana kwamba hakuna uwezekano unaokaribia wa kurejea Spurs kama walivyofikiria mashabiki wa timu hiyo kufuatia kauli yake wiki iliyopita alipotangaza nia ya kurejea Tottenham siku moja. Zaidi na Phyllis Mwate. Naam, sio wazo geni. Pochettino hapo awali amekuwa wazi katika nia yake ya kuwa kocha mkuu wa Spurs kwa kipindi cha pili, lakini dhana ya sasa juu ya mustakabali wa anayemaliza muda wake Ange Postecoglou imeimarisha suala hilo. Argentina huyo anasalia kuwa shujaa miongoni mwa watu wa kawaida kwenye uwanja wa Tottenham Hotspur. Akijiunga mwaka 2014, Pochettino aliongoza timu hiyo kumaliza nafasi ya pili na ya 3 kwenye ligi kuu na fainali ya ligi ya mabingwa. Picha za Pochettino akinywa kahawa na mwenyekiti wa Tottenham Daniel Levy ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii wiki jana zilisaidia tu kukuza mapenzi miongoni mwa wafuasi wanaotamani kurudi kwake. Ukweli kwamba picha si za hivi majuzi, bila shaka zijapigwa kwa muda wa siku 10 zilizopita, hautazima ari hiyo. Pochettino yuko kwenye presha katika kazi yake ya sasa, akiwa na kombe la dunia la nyumbani mwaka 2026 ikiwa imesalia miezi 15 tu. Timu yake ya Marekani imepoteza mechi mfululizo za ligi ya mataifa ya CONCACAF katika wiki iliyopita iliyochapwa na Panama na Canada. Hata hivyo, ukichunguza zaidi utagundua uwezekano wa kocha huyo mwenye umri wa miaka 53 kurejea Spurs hivi karibuni hauwezekani. Shirikisho la soka la Marekani litalipwa fidia kubwa ambayo imeelezwa na chanzo makini kama moja ya ada kubwa zaidi za fidia ya kifedha katika historia ya soka, ikiwa Pochettino ataondoka kwenda Spurs au timu nyingine yoyote kwa swala hilo kabla ya kombe la dunia. Shukran sana Phyllis, na unatufikisha mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa 1 Afrika Mashariki, sawa na saa 12 Afrika ya Kati. Tulionayo katika dira ya duniani pamoja na ndege ya kivita jeshi la Sudani yalaumiwa kwa shambulio la anga huko Darfur Kaskazini na kuwaua takriban watu 400. Huku mzozo wa mashariki mwa DRC ukizidi kufukuta, kuna hofu ya kuwa mzozo huo ukaendelea. Katika mazungumzo maalum ya BBC na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, miongoni mwa mengi ni namna anavyokabili mzigo wa wakimbizi. Na Baraza la Ulaya laelezea wasiwasi wake kuhusu namna polisi wa Uturuki walivyoshughulikia maandamano makubwa ya kuipinga serikali. Hii ni BBC.